Kwa leo nataka ni kufikirisha kitu tofauti ya maskini na tajiri, na naweza nikagusa point kadhaa, lakini point kuu ya kwanza ambayo nitaigusa ni kwamba maskini wanaangaliaga gharama au bei au kiwango cha pesa na si nini watapata kutoka kwenye kile watakachokinunua au watakachokitolea ile pesa. Kwenye Biblia kuna mtu anaitwa Yakobo. Yakobo alikuwa tayari kutoa miaka 7 ya nguvu ya maisha yake ili ampate Raheli mke wake, na katika miaka hiyo 7 jamaa alipiga kazi ili apate mwanamke mmoja tu amiliki jumla. Ukiangalia kwa haraka unaweza kusema sasa jamaa ni mjinga, na miaka 7 unamfanyia kazi mwanamke, wanawake wako wangapi? Kuna wengine ambao hata wao ukijitokeza wao ndo wanakugombania, kwa nini umhangaikie? Lakini Raheli hakuwa mwanamke wa kawaida. Ndani yake kulikuwa na Yusufu. Ndani yake kulikuwa na future ya taifa zima la Israel, kwa sababu kupitia Yusufu Israeli ilipokuwa inataka kufa na njaa, Yusufu tayari alikuwa ni waziri mkuu Misri, na kwa yeye Israeli nzima ikaokolewa. Kisoma Zaburi ya 105 inasema Mungu alituma mtu, alitanguliza mtu kwa ajili yao. Yusufu akaenda utumwani. Yule Yusufu hayupo bila Raheli, na Raheli hapatikani isipokuwa jicho la kitajiri na akili ya kitajiri ya Yakobo imemuona na kumchagua mtu ambaye ana future ya uzao wa Yakobo na taifa zima la wana wa Yakobo au wana wa Israeli, kwa sababu Yakobo ndo Israeli yenyewe. Preservation ya Israeli ilikuwa imefungwa ndani ya Raheli. Lakini unawezaje kuwa na jicho la kuona mali au thamani au uzito wa kitu na kuwa tayari kukilipia bei yoyote kama una akili ya kitajiri? Hivi ndivyo matajiri ufikiri. Kwa hiyo ndani ya Raheli kulikuwa na Yusufu. Yusufu ambaye ana hatima ya Israeli nzima. Bila Yusufu Israeli ingekufa na njaa wakati wa miaka ile 7 ya shibe na miaka 7 ya njaa dunia nzima. Bila Yusufu wasingekaa Goshen. Bila Yusufu wasingekuwa salama. Ni Yusufu aliye preserve taifa la Israeli muda wote alioishi mpaka amekufa, ndo akainuka Farao asiyemjua Yusufu. Bila Yusufu hapatikani bila Raheli. Hii ina maana gani? Na unamuona Yakobo amefanikiwa, amekuwa tajiri, amekuwa mtu mkubwa kwa sababu ya hilo jicho. Yakobo ana jicho, anaona thamani ya kitu ambayo wengine hawaoni, na anakuwa tayari ukilipia gharama yoyote. Walipokubaliana mishahara na Ruben na Laban ya kwamba amfanyie kazi wale wenye madoadoa ndo watakuwa kwake, hata alipoletewa ambao hawana madoa kabisa na najua ni impossible, yeye alikuwa amechungulia zaidi ya kinachoonekana na akawa tayari kulipa hiyo gharama ya kuchunga. Na mwisho wa siku tunajua kwamba Yakobo alishinda lile pambano, akawa tajiri na akapata hicho ambacho wengine walikuwa wakioni. Sasa tofauti ya tajiri na maskini iko hapo. Maskini yeye akishaona gharama anakimbia, akishaona bei anakimbia, huwa wazi nini atapata kutoka kwenye ile bei au gharama kubwa anayoilipia. Tajiri ni tofauti, yeye anaangalia content ya hiyo package anayotaka kuitolea hela. Akigundua kwamba yaliyomo ni ya maana au ni ya thamani, anaipuuza hela, anachukua kile ambacho ni cha maana. Kwa mfano, maskini anakwambia atalipa shilingi 75,000 au 80,000 atoke Mwanza kwenda Dar kwa basi. Kwa kupanda basi, kama basi halitapata shida yoyote njiani,
tuombe Mungu. Litatumia atatoka saa 12 asubuhi, atafika Magufuli saa 8 usiku, saa 9. Maanake ni jumla ya masaa kama 21 almost. Masaa 24 kasoro, wakati mwingine hadi kesho yake hivyo, muda kama huo, siku nzima njiani. Hapo kuna heka nyingi sana kwenye hilo basi. Huenda akaachwa wakati wa kuchimba dawa au wakula. Huenda gari likaharibika njiani. Huenda dereva akachoka akasinzia, ajali kwa sababu ya wingi wa muda na uchovu njiani na stress za kupishana magari, vurugu za trafiki njiani. Lakini maskini anakuambia mimi amna, naokoa hela shilingi 75, shilingi 80. Tukiweka sasa na yasiyotarajiwa kama gari kuharibika, gari kusimamishwa na trafiki na mambo mengine kama hayo, safari inaweza ikawa ndefu, kisa umeokoa gharama kwa kulipa 75, 80. Tajiri yeye sasa analipia ndege shilingi 300,000 hata 400,000. Unamuona ni mjinga, analipaje mara 5 ya bei ambayo wabasi analipa? Tofauti iko hapa. Uwezekano wa ndege kupata ajali ni mdogo kuliko basi. Ndio maana tangu umezaliwa mpaka umekuwa na umri huu, kwenye nchi yako ya Tanzania huenda umeona ajali moja ya ndege. Yaani tangu umezaliwa mpaka una miaka 30, 20 na kitu, ndege ajali moja. Lakini mabasi ni muujiza ikipita miezi 2 bila basi kuanguka. Unajua ni kwa nini? Ule usafiri wa gharama wa ndege lazima hata umakini wake kwenye ukaguzi, uandaji wa safari, repair, maintenance, utimamu wa akili wa marubani, wahudumu, kila kitu unakaguliwa kwa kiwango cha juu, sio kama basi. Kwenye basi hata dereva anaweza akawa anakunywa viroba na nyinyi hamna taarifa. Anavuta sigara au bangi au mirungi na hamna taarifa. Hakuna anayejali sana. Lakini kwenye ndege ni tofauti. Rubani atakaguliwa kama amelala masaa ya kutosha, hana ugomvi na mke wake, amepata muda wa kupumzika. Akirusha ndege trip moja na kurudi, anapewa muda mwingi wa kulala na kupumzika na kuwa nje ya kazi, ili baada ya siku kadhaa ndo anarudi tena kurusha tena. Hawana kamari na maisha ya mtu, hawana kamari na chombo chao. Kwa hiyo unapolipia ndege umelipia security kubwa kuliko basi. Uhakika wa safari, achana yale mengine majaliwa ya Mwenyezi Mungu au uonevu wa ibilisi. Kwa hiyo ndege ni more safe kuliko basi. Cha pili, ndege inazingatia ratiba, haipotezi muda. Ndege haina vituo, ndege haina mambo ya kuchimba dawa. Ndege ikinyoka imenyoka, ukiambia itatua mahali fulani nusu saa, ni hivyo. Baada ya safari inaendelea hivyo. Au kama ni safari fupi ni moja kwa moja, inatua moja kwa moja eneo jingine. Kwa mtu mwenye akili ya kitajiri aangalie 4,500,000. Anaangalia yote hayo: usalama, anaangalia utimamu wa wanaoendesha, anaangalia muda, anaangalia vitu vingi ambavyo viko kwenye ndege. Anaangalia quality ya watu watakao kukutana nao kwenye ndege. Ni rahisi kukutana na waziri kwenye ndege, kukutana mkuu wa mkoa, tajiri fulani kwenye ndege kuliko kwenye basi ya kimbinyiko au Katarama, sijui nini, Sauri. Samahani kwa majina ya mabasi yenu, lakini najaribu kutoa picha. Ni ngumu sana hata mkuu wa wilaya kumkuta huko. Kwa hiyo tajiri anaangalia ile package ya 4,500,000, 500,000. What can I get from there?
anagundua advantage ni nyingi kuliko kiwango cha pesa na anakwenda kulipia hiyo. Utajuaje umeanza kuwa tajiri? Ni pale unapoacha kuangalia bei, gharama na kuangalia package ina nini, nini na nini na nini nitapata kwa gharama hii, badala ya unafuu bila kujali content. Baada ya kusema haya, nimetoa vitabu 10 vya kwangu vya topic mbalimbali. Package ya vitabu 10 ni 1,10,000 vitabu 10, 1,10,000. Toto yake ilikuwa 1,15,000. Hiyo 5,000 nimeitoa. Ukiangalia kwa haraka vitabu 1,10,000 jamani, ya humo ndani kitabu kimoja tu, kwa mfano cha kwa nini maskini huwa na udumu kuwa maskini. Ukikimaliza kwa dhati na ukaamua kuishi kwa neno ulilolisikia mle ndani, huwezi kuwa maskini tena. Haya, humo kwenye kitabu kimoja, vitabu hivi 10, kuna kitabu kingine tena topic tofauti, ushindi dhidi ya dhambi. Ukikimaliza hapo, wewe na dhambi imemalizana. Kuna hekima iliyodhibitishwa ya neno la Mungu na siri za Mungu za kufanya usiteseke na dhambi tena. Humo ndani kuna imani itendayo kazi, kuna practical wisdom, namna ya kuitumia imani kuzaa vitu, kuanzisha vitu, kuweza kuanza vitu. Mimi ni mtu ambaye nilianza kanisa chini ya miti miaka 10 kasoro iliyopita. Sasa hivi tuna matawi zaidi ya 60, wachungaji zaidi ya 100. Mmoja kati ya makanisa yanayoheshimika ya Pentecoste. I know what I teach. Lakini wewe uweze ukaona hivi, yani hela zote, hela hapa ni nyingi. Mwenye akili anaweza akachukua hata hela ya kodi akanunua vitabu. Nakumbuka nikiwa kijana mdogo 2013, nilikuwa nina wiki 2 ili kulipa kodi, na nilikuwa nalipa kodi shilingi 60,000 kwa mwezi, chumba na sebure kule Jetrumo. Miezi 6 ilikuwa 360. Wiki 2 kabla niliamua kwenda nikachukua ile hela yote nilikuwa nimeshaipata, nikainunulia vitabu vya Askofu Edepo. Nikasema nitavisoma wiki 2, nitaomba, nitaanza kufanya kazi ndani ya wiki 2. Nisipoweza kuirudisha hiyo hela, basi maarifa sio kwa hayafanyi kazi. Na niliweza. Vitabu 10 mfano. Kila kitabu topic zake. Unajua kwenye maisha unaweza kuhitaji tu hata wazo moja tu, concept moja tu, ili maisha yako yabadilike jumla kwenye jambo lolote. Sasa vitabu 10 unahisi itakuwaje? Sasa kwa maskini anakuambia malengo ni mengi. Nina mpango. Budget ya chakula. Yani kuna hiki. Lakini hapa simu ikipiga chini ya maskini, atatafuta hela ya kio 130,000 ili arudi hewani aweze kwenda TikTok, Facebook, Instagram na YouTube kuangalia vichekesho au pornography. Lakini hiyo hela kuiachilia ili kanunue vitabu vitakavyobadilisha maisha yake, wewe. Kwa nini nimesema haya? Hautatoka kwenye umaskini na lindi la matatizo ulionayo bila kubadili namna unavyofikiri na bila kubadilisha namna ya unavyoona mambo. Miaka 14 iliyopita nilikuwa nalalia godoro lenye kunguni. Miaka 15 iliyopita, 12 iliyopita nilikuwa ninalala kwenye nyumba ya mtu, chumba la sebule, nalala kwenye kochi. Miaka kadhaa mbele mimi ni mtu mwingine. Kwa nini? Niliamua kuwekeza kwenye maarifa. Kati ya mwaka 2009 mpaka 2026 nimesoma vitabu nje ya Biblia, books zaidi ya 1,700. Nimeangalia videos za watumishi wa Mungu ambao ni successful, wafanyabiashara, wanasiasa, viongozi. Kama ni chache sijui ni ngapi, yani nashindwa kupiga hesabu, kwa sababu kwa siku naweza kuangalia video 2-3. Ukizidisha mara siku 360
zidisha mara miaka 17. Utaweza kupata nimeangalia video ngapi. That's why I'm so smart. Kati ya watu ambao wana vichwa smart, ubongo smart, kwa neema ya Mungu mimi ni mmoja wao. Nimesema haya ili kumotivate uanze kufikiri tofauti. Maskini anaokoa hera, tajiri anaangalia nini kipo kwenye container hilo la bei kubwa. What will I get in everything in all this package? Maandiko yanasema mtu mmoja mwenye akili ya kitajiri alikuwa anafanya kazi kama kibarua kwenye shamba la mtu mwingine, akagundua shamba lile lina lulu. Akaenda akamwambia mwenye shamba, unauzaje? Akataja bei. Akaona hii gharama yake ni kuuza kila kitu, ndio unaweza kupata hii. Akaenda akauza kila kitu alichonacho, akalinua lile shamba. Watu wakamcheka, amefilisika, amepigika. Kumbe ameshajua what is in that land, kitu gani kipo kwenye ile ardhi. Anyway, nisikuchoshe sana. Leo Jumanne tarehe 25 na kesho 26 ninazindua tena vitabu vingine 5. Kanuni, nguzo za mafanikio ya kudumu, Ijue Ndoa Kibibilia. Halafu kuna ukweli kuhusu zaka na dhabihu, kuna pesa iko wapi, na kuna ushindi dhidi ya dhambi za zinaa. Ninakusubiri uendelee na excuses, uendelee kukosea vipaumbele, uendelee kutoa sababu. Unaweza ukakopa ili uanzishe biashara ambayo huijui. Unaweza ukakopa ili upate hela ya mahari. Unaweza ukakopa ili upate hela ya kulipia ada mtoto, ila uwezi ukafanya jitihada hiyo ili ununue vitabu ukae navyo mwezi mzima umejifungia, unaomba, unaandika, unaanalyze ili utoke na formula, principles ambazo zitakutoa jumla kwenye umaskini, hali ngumu ulionayo. Sawa mwanangu, ni kuache na maisha uliochagua. Kwa nini nilazimishe kubadilisha wakati umegoma? Baada ya kusema haya, hakikisha unajipatia vitabu vyako kutoka kwa Pastor Sarah Kulindwa. Vitabu vyako vya 10 vile na 5 vinakuwa vimetoka kesho. 5 kwa utakuwa na package ya vitabu 15. Sasa utamuuliza Pastor Sarah, atakupa bei za hivyo 5 vipya. Namba ya Pastor Sarah ni 0764 76 34 33. Kama utakuwa hujaisikia vizuri utaniambia inbox nikupatie. Maisha ni yako. Ukiamua kubaki ulipo, usisingizie shetani, usisingizie mizimu ya kwenu, usisingizie rahana. Rahana kubwa ni kutosikiliza waliopiga hatua kuliko wewe. Naitwa Bishop Dickson Kabigumila. Ruksa kushare hii audio na mtu yeyote. Na ukishare na watu 10, 20, 30, lakini unamtumia inbox person, unasikilize person, utakuwa umefanya kazi kubwa sana. Huenda miaka 2, 3 ijayo huyu mtu atakushukuru kwamba maisha yake yalibadilika kwa sababu ya hiyo audio uliyomtumia na akachukua maamuzi. Thank you so much and God bless you.